Mungu ni mwema na kila wakati. Mheshimiwa Baba Paroko uliyetuongozea ibada ya misa takatifu, Mheshimiwa Baba Paroko wa kisasa, asante sana kwa mahubiri mazuri ambayo yanatutia moyo sisi wote tuliobaki. Waheshimiwa viongozi wote wa serikali, viongozwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Jaji Mkuu, naomba kuzingatia itifaki kama ilivyokwisha kuelezwa. Mimi naomba kwanza kusema kwa familia, Yesu Kristo mwenyewe awafariji. Najua yanasemwa mengi, na bahati mbaya sana siku hizi mitandao hatuitumii vizuri. Wanaomba msife moyo. Yesu Kristo hata waacha kamwe. Lakini la pili, Mheshimiwa hayati William Lukuvi, sifa zake ni nyingi na zimekwisha kuelezwa. Mimi naomba tu niseme kwamba ndani ya serikali na ndani ya bunge, Mheshimiwa Lukuvi alikuwa ni hazina kubwa. Tumemtumia mara nyingi sana kufunda mawaziri, kuwakumbusha wajibu wao ndani ya serikali. Lakini pia ndani ya bunge alikuwa ni mahiri kabisa. Lakini alikuwa na lugha yake ambayo ilikuwa inarahisisha kazi. Mimi nakumbuka nilipoingia bungeni nikiwa waziri wa fedha, nikiwa mchanga kabisa katika siasa, alikuwa ni nguzo kubwa ya kunielekeza taratibu za serikali ndani ya bunge. Na wakati vyuma vimebana, nakumbuka siku moja tulikutana, akaniambia, mdogo wangu, tangu uhuru hajawahi kupatikana waziri wa fedha bahiri kama wewe. Basi kwa kweli sijasahau mpaka leo, ilifanya kazi yangu iwe nyepesi. Kumbe alikuwa ni mtu mwema, ni mtu ambaye alipenda kuwashauri watu wenzake ili kutimiza kazi tunazopewa kuzifanya kwa manufaa ya taifa hili. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Amin. Asante sana Mheshimiwa Makamu wa Rais mstaafu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba uniruhusu sasa nimwalike Jaji George Mcheche Masaju, Jaji wa Mahakama ya Tanzania, atoe salamu. Ndugu viongozi na wananchi, tukiongozwa katika tukio hili na Waziri Mkuu ndugu Mwigulu Nchimbi, Mwigulu Nchemba majina haya yanafanana. Katika tukio hili tunaongozwa na Waziri Mkuu ndugu Mwigulu Nchemba na mwenyeji wetu ndugu Azani Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
mjane wa marehemu Jemina William, na viongozi wetu wa dini, paroko. Mungu awabariki sana kwa huduma hii ya leo. Ni huduma muhimu, na kama mlivyoona hadhira hii ilifarijika kwa neno hili, lakini kwa huduma hii nzuri. Na ninyi Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki sana kwa jinsi mnavyoendelea kutuhudumia. Na naposema ninyi ni pamoja na hii kwaya nzuri ya Kendege. Na kwa kweli wametubariki sana, na katika tukio hili linalohuzunisha kwetu pili imekuwa faraja. Mimi nafikiria kualika siku moja. Na niseme hivi, Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 9 inahimiza amani na udugu wa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alafu inaendelea kutaja yale mambo ambayo tukiyafanya yatajenga hiyo amani na udugu wa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Niwashukuru viongozi kwa kutukumbusha mambo haya. Na niwashukuru kwa kuendelea kuhimiza amani na maadili ya jamii, mambo ambayo pia yataimarisha umoja wa kitaifa. Kwa hiyo kwangu mimi leo imekuwa ni faraja sana na haya ambayo mmetushauri. Na kwa kawaida kwa maadili ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano, mila na desturi zao, matukio kama haya huwa ni ya kujenga mahusiano hata kwa watu ambao tumekoseana. Ni kwa sababu ni matukio ambayo yanapotokea yanatupa fursa ya sisi kutafakari uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu, lakini pia kutafakari uhusiano wetu na binadamu wenzetu na kuchukua hatua za matengenezo. Kwa hiyo halipaswa matukio yanayotuunganisha badala ya kututenga. Na kimsingi tunaoshabikia mambo mengine haya ni watu ambao tunaenda kwenye nyumba za ibada. Yesu anazungumza katika Mathayo sura ya 7 mstari wa 12 kwamba kwa kadri unavyotaka utendewe wewe, watendee wengine hivyo hivyo. Hiyo ndio Torati na manabii na Zaburi. Baada ya kuyasema haya, niseme tu kama alivyosema Mheshimiwa Rosemary kwa mkoa wa Dodoma. Kumbe wanafahamu kwamba nifanya kazi kwa karibu na ndugu William Lukuvi. Ninazungumza wakati ambapo wengi wamezungumza sifa zake. Lakini kama nitarejea mnisamehe. Kama nitarejea yale yaliyosemwa mnisamehe. Huyu ni mtu ambaye alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kujenga mahusiano. Na haishangazi kwamba ndio waziri pekee ambaye anaongoza kwa mawaziri kuchaguliwa kuwa chief whip. Chief whip, mratibu wa shughuli za serikali bungeni, au kwa lugha nyingine mnadhimu. Hiyo ni nafasi ambayo huyo inamtaka mtu mwenye mahusiano mazuri. Niliteua kwa mwanasheria mkuu wa serikali na kusevu katika kipindi kigumu sana. Mwaka 2015 kilikuwa ni kipindi cha transition. Yeye hakuwa chief whip, chief whip alikuwa Jenista Mhagama. Lakini niliona jinsi ambavyo wizara yake ya ardhi ilivyokuwa inashabikiwa na watu wa pande zote mle bungeni. Na ni wizara peke yake iliyopita bila kuhojiwa, ikiungwa mkono na wabunge wa pande zote mbili, opposition na chama kilichokuwa kinatawala. Mheshimiwa Pereso huko hapa ni shahidi. Kwa hiyo unaona ni mtu aina gani? Na haishangazi sasa kwa tabia yake hiyo, rais anamteua kuwa mshauri wake binafsi wa masuala ya mahusiano ya kisiasa na kijamii. Na nafasi hii ya uteuzi, rais akikuteua kuwa mshauri wake binafsi, ni kwamba anakuamini, kwa sababu viongozi wakuu ni lazima waamini watu tu. Lakini kuna watu ambao wanaweza pia kutumia nafasi hiyo trust vibaya. Ameifanya kazi yake vizuri, rais akasema sasa nenda bungeni tena ukanisaidie kule. Hizi ndizo zilikuwa sifa za ndugu William Lukuvi. Tunapokumbuka tukio hili leo na haya ambayo tumeshashauriwa, sisi wote tunaosikiliza tuwe na sifa kama hiyo ya kujenga mahusiano kati yetu na wenyewe. Nikiwa naibu mwanasheria mkuu wa serikali, yeye aliongoza ujumbe wa ofisi ya waziri mkuu kwenda kuzungumza na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar,
tulipokuwa kwenye mchakato wa kutunga ile sheria ya referendum, niliona alivyo na mahusiano mazuri na viongozi wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hivyo ndivyo tunavyopaswa kuwa. Hili ni taifa moja la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nadhani muirejee vizuri ibara ya 9 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini moja sifa yake nyingine wamesema watangulize hapa. Huyu alikuwa anawatakia watu mema. Nilipoteuliwa mara ya pili kuwa mwanasheria mkuu wa serikali, akanifuata akaniambia, mwanasheria mkuu, ngoja nikupe siri. Mimi posho yangu hii ya posho inaitwa nini ile? Pension. Nimeipeleka kwenye kununua hati fungate. Hii itakuja kunisaidia. Kwa hiyo huyu kwa vile alichukia rushwa, alitaka na kwa hiyo ukiona alichokuwa anasema Rosemary pale kama na hoteli ile pale, inawezekana ni katika hatua hizo. Alinishauri, nadhani alinunua jamaa hana hela. Kwa hiyo hakuwa mchoyo, alitaka watu wafaidike na mengine. Lakini huyu alikuwa ni mwepesi wa kujifunza. Kwa yale asiyoyajua, alitambua, alikuwa na kipaji cha kutambua watu ambao akiwafuata watamsaidia kwa yale ambayo hayajui. Na akiwafuata anakusikiliza, ukimshauri anazingatia. Alikuwa ni mtu mwepesi wa kujifunza. Na kwa sababu hiyo alifiti, hakujiweka katika mazingira kujua kwamba yeye anajua kila kitu. Kwa akajifiti katika mazingira ya kuelewa vitu vingi. Na katika mazingira yale kwa kweli ikampa sifa hiyo. Lakini alikuwa mchapakazi. Lakini mtu aliyependa pia kutoa feedback. Wakati fulani Wizara ya Ardhi waliniomba, wakati yeye alikuwa ajawa waziri wa ardhi, nikiwa naibu mwanasheria mkuu wa serikali, kwamba niwape mwanasheria wa serikali ambaye baadaye wangemteua kuwa mkurugenzi wa huduma za sheria, director of legal services katika ile wizara. Nikiwapa kijana mmoja pale ambaye akili yake ni nzuri anyway. Sasa baadaye akateuliwa yeye kuwa waziri. Akanifuata siku moja tukiwa bungeni hapa, akasema, Mheshimiwa mwanasheria mkuu wa serikali, ninakushukuru sana, huyu kijana uliyetuletea ni mzuri mno. Na kwa kweli ni mzuri mno, na huyo kijana humu serikalini ameendelea kuisaidia serikali, na Mungu ambariki huko aliko. Huyu ndio alivyokuwa huyu ndugu William Lukuvi. Lakini zaidi ya haya, mimi nisingependa kupoteza muda wenu. Unajua, ukipewa nafasi ya kuzungumza mtu unayemfahamu, ningependa kusema mengi sana kuhusu haya, but ninaogopa nisije nikaenda mbele zaidi. Sasa ushauri wangu sasa kwa familia, mzingatie ushauri tuliopewa na viongozi wetu wa dini. Hilo la kwanza. Lakini la pili, ameondoka huyu ndugu yetu. Kila mmoja ana nafsi yake ya identity na utambulisho wake. Yaani hata akizaliwa leo mwingine pale kwenye familia mkamuita William wa Ving'ombe Lukuvi, hata kuwa kama huyu bwana. Ni pengo ambalo limeondoka, ni pengo ambalo halizibiki, linaumiza. Kwa hiyo mtapaswa kujifunza kuishi na hili pengo kwa namna ambayo isije kawaathiri sana na ninyi katika maisha yenu, tukiwa na imani kwamba kuna faraja kama ambavyo tumefundishwa baada ya maisha haya, na hasa kwa roho kufa katika Kristo. Kwa mjibu wa Ufunuo sura 14 mstari wa 13, tuna hilo faraja. Mkiumia sana hapa, hata mengine hamtayazingatia na ninyi mtaathirika. Kwa hiyo naombeni sana, na ninawapeni pole sana familia tukiongozwa na Jemina William. Nampa pole sana Mheshimiwa Rais Samia kwa pigo hili alilolipata, na ni pigo kwake. Kwa sababu moja, anaondoka mwananchi wake, lakini mwananchi aliyekuwa msaidizi wake, na msaidizi ambaye alikuwa na uwezo mkubwa sana. Na wapeni pole sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na kupeni pole sana Speaker. Na wapeni pole sana wabunge, na wapeni pole wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu huyu alikuwa na nafasi ya kitaifa. Uamuzi wake na hatua zake zinamwathiri kila mmoja kwa nafasi yake. Na wapeni pole sana kanisa lake alilokuwa na hudumu pale anapokuwa na sali. Na watu wote, na wapeni pole sana jimbo lake Rais Mani. Baada ya kusema hayo,
Mwenyezi Mungu aendelee kutubariki sana. Rehema na fadhili zake zitupungukie, na tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuendelea kuishi licha ya udhaifu na maovu yetu. Asanteni sana. Asante Jaji Mkuu wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba niruhusu sasa nimwalike Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Musa Azani Zungu. Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Baba Paroko Simon Swaga, mke wa marehemu na familia yao, niombe niseme itifaki ikizingatiwa. Kwa masikitiko makubwa nimesimama mbele yenu kutoa salamu za pole kwa niaba ya Bunge kufuatia msiba huu mzito wa kuondokewa na mpendwa wetu Mheshimiwa William Lukuvi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na wenye ulemavu. Mheshimiwa Lukuvi alikuwa mbunge mkongwe zaidi ambaye amehudumu katika nafasi ya bunge kuanzia mwaka 1995 ikiwa takriban miaka 31. Kupitia sifu wake tumejifunza kuwa maisha yake yalikuwa nguzo muhimu katika historia ya uongozi na maendeleo ya taifa letu. Kifo chake ni pigo kikubwa si tu kwa familia yake, bali pia kwa bunge na wabunge, serikali na Watanzania wote kwa ujumla. Nitumie nafasi hii kutoa pole kwa mke wa marehemu na familia na kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa msiba huu mzito. Binafsi nimefanya kazi na Mheshimiwa Lukuvi kwa muda mrefu. Kwa ufupi, nakiri kuwa marehemu alikuwa kiongozi alibeba maono mapana, busara ya hali ya juu na moyo wa dhati katika kulitumia taifa lake katika utumishi wake. Nakiri kusema Mheshimiwa Lukuvi alikuwa mserikali pase. Kipekee natoa pole kwa familia ya marehemu. Tunatambua kipindi kigumu cha majonzi tunachokipitia. Hakuna maneno yanaweza kufuta maumivu ya kumpoteza mpendwa wenu, lakini tunaomba mpate faraja kupitia kumbukumbu njema za maisha yake na mchango wake mkubwa wa taifa letu. Hali kadhalika nawapa pole ndugu, jamaa, marafiki na wananchi wote mlioguswa na msiba huu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu awape nguvu na kustahimili, na pia tunamwombea ampokee na kumpa mapumziko mema. Nawashukuru sana viongozi wa dini kwa ibada hii nzuri, na hasa pale mlitupa hadithi ya Lazaro. Bwana ametoa, jina lake lihudumiwe. Kwa heshima na taadhima, sasa nachukua nafasi hii kumwalika